Praise the Lord, viewers. Bwana asifiwe watazamaji. Wish to welcome you to this broadcast this morning. Tungetaka kuwakaribisha kwa ibada ya siku ya leo. Coming from Deliverance Church International. Kutoka kanisa la Deliverance Church International. Kisito House of Love. Kisito pale nyumba ya upendo. We'd like to tell you that we love you so much. Tungetaka kuambia kwamba twawapenda sana. Because we realize that the love of God has been shed upon our hearts. Maana tumetambua kwamba upendo wa Bwana umeweza kumiminwa katika mioyo yetu. And this is the love that brought Jesus from glory to this world. Na huu ndio upendo uliomtoa Yesu katika utukufu wake kuja hapa duniani. We've been handling the end time messages. Tumekuwa tukishughulikia jumbe za nyakati zijazo. And we'd like to brief you on what we have said before. Na tungetaka kutoa ufupisho wa yale ambayo tumeyapitia hapo awali. That we started with the message of certainty of prophecies. Tulianza kwa ujumbe wa uhakika wa mambo ya unabii. There are people who overlook prophecies and they think that they don't mean much. Na kuna watu ambao wanapuuza unabii na kuona kwamba haumaanishi. But the Bible says, lakini Biblia inasema, there is no prophecy that came by the will of man. Hakuna unabii uliotokea kwa mapenzi ya mwanadamu. The Holy Spirit inspired men to speak. Roho Mtakatifu akawahuisha wanadamu kunena. And from the beginning the Holy Spirit inspired men to speak. Na tangu mwanzo Roho Mtakatifu alihuisha watu kuzungumza. As God purposed to reveal to his people the things that are going to happen. Kama jinsi Mungu alivyotaka kudhibitisha mambo ambayo yatatokea kwa mwanadamu. And we looked at many examples about the things that the word of the prophecy spoke about. Na tukaangalia mambo mengi ambayo neno la unabii lilinena kuhusu. And it came to pass. Na yakaja kutokea. We later on started discussing about how ready we are. Na baadaye tukajiuliza, je, tuko tayari kiwango gani? Because in the messages of Jesus Christ, maana katika jumbe za Yesu Kristo, he was sure that the things that he spoke about are going to happen. Alikuwa na uhakika kwamba mambo aliyoyasema yatakuja kutokea. The end is coming. Na mwisho unakuja. But he did not give a specific day of his second coming. Lakini hakutoa siku maalum ya kuja kwake siku ya pili. But he gave signs that we need to learn from. Lakini akatoa ishara ambazo twastahili kujifunza kwazo. That we may be ready. Na ili tukawe tayari. That when the Son of God comes back, na ili kwamba mwana wa Adamu atakaporejea, we will be ready to be taken up by him. Tutakuwa tayari kuungana naye. And as we were looking at this in the scriptures, na tulipokuwa tunaangalia maandiko, the Lord Jesus kept on emphasizing that we need to be watchful. Bwana Yesu akasisitiza kwamba twastahili kuwa waangalifu. We need to be prepared all the time. Twastahili kuwa tayari kila wakati. He is not looking for hypocrisy. Yeye hatazamii unafiki. He is looking for people who are sincere. Anaangalia watu ambao wana hakika. Honest believers. Watu ambao wana mioyo wazi. Righteously waiting for the master. Ambao wanamngoja Bwana kwa utakatifu. As they watch. Kama wanapokesha. And the question that we asked on Sunday was, na swali tulilouliza Jumapili likawa, are you ready? Je, uko tayari? Because the Lord is surely coming back. Maana Bwana hakika anarudi. Today we want to look at a unique topic. Leo tunataka kuangalia ujumbe maalum which is related to end times. Ambao unakabiliana na mambo yajayo. And we want to look at death according to the scriptures. Na tungetaka kuangalia kifo kulingana na maandiko. Because it is a subject that many people don't like talking about. Maana hili ni somo ambalo watu wengi hawapendi kuliangalia. I want us to go to the scriptures in the book of Genesis 2. Ningetaka tuende katika maandiko katika kitabu cha Mwanzo 2. From verses 15 through to 17. Kuanzia mlango wa 15. This is the first mention of death by God. Hapa ndipo mwanzo wa kutambulishwa kifo na Mungu. The Bible says, Biblia inasema, that the Lord God took man and put him in the Garden of Eden. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni. To work it and to take care of it. Ailime na kuitunza. And the Lord commanded the man, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu, you are free to eat from any tree in the garden. Akisema matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. But you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. For when you eat of it, kwa maana
maana siku utakapokula matunda ya mti huo you will certainly die. utakufa hakika. Our Father and our God, this morning, Baba yetu na Mungu wetu, asubuhi ya we leo submit ourselves to you. twajiachilia kwako. We call upon the Holy Spirit to inspire this word. Tunaitia Roho Mtakatifu akahuishe neno That as hili, much as it is talking about death, kwamba hata ingawa lanena kuhusu that kifo, we can see the opportunity of life through this word. kwamba twaweza kuona nafasi ya uhai katika neno We hili. can decipher to know your mind. Tunaweza kutambua, kujua mawazo yako, That your people, the listeners, are going to be alert. kwamba watu wako wasikilizaji wataweza kuwa makini And they know the purpose of death in our lives. na kujua lengo la kifo maishani We mwetu. thank you for this message. Twakushukuru kwa ujumbe huu. Holy Spirit, take control. Roho Mtakatifu kashike usukani, Convict every listener akahimize kila msikilizaji, that this message will draw us closer to God. na ili ujumbe huu utakatuvutia karibu na Mungu. For this is our prayer in Jesus' Maana name. hili ni ombi letu katika jina la Yesu. In the book of Hebrews 9:27 and 28, Katika kitabu cha Wahibrania 9 27 through to 28, 27 hadi the 28, Bible says that just as people are destined to die once, Biblia inasema kwamba kama vile watu wameagizwa kufa mara moja, and after that to face judgment, na baada ya hapo kukabiliana na hukumu, so Christ was sacrificed once na hivyo Kristo akatolewa dhabihu mara to take moja away the sins of many. kuchukua dhambi za wengi, And we will appear the second time, nasi tutatokea mara ya pili, that Jesus will appear the second time, na Yesu atatokea mara ya pili, not to bear sins, sio kubeba dhambi, but to bring salvation lakini kuleta wokovu to those who are waiting for him. kwa wale ambao I wanamgoja. want to bring a definition of death to you, my viewer, Ningetaka kutambulisha maana ya kifo kwetu that you may wasikilizaji, clearly understand what we are talking about. na ili tukaweze kuelewa ni nini The tunachokinenea, word that has appeared in the book of Genesis, kama neno ambalo limetokea katika kitabu cha that Mwanzo, proceeded from the mouth of God himself, lililotoka katika kinywa cha Mungu and mwenyewe, the servant of God writing in the book of Hebrews, na mtumishi wa Mungu akiandika katika kitabu cha Wahibrania, emphasized that every one of us must once die. akasisitiza kwamba kila mmoja wetu siku moja lazima This is ataondoka, the definition of death. na hili ndilo maana ya kifo. It is a permanent, irreversible cessation of all biological functions Hili ni jambo la kuisha kufanya kazi kwa kila kiumbe chenye uhai, that sustains a living organism. ambako huwa kinashikilia kiumbe kinachoishi. I'm repeating this definition. Ninarudia maana hii, It is a permanent, kwamba ni kitu ambacho ni cha kudumu, irreversible ambacho hakiwezi kubadilika, cessation of all biological functions kinachomaliza kufanya kazi kwa vitu vyote vilivyo hai, that sustains a living organism. na kile kinachoshikilia kiumbe kinachoishi. Brain death is sometimes used as a legal definition of death. Kifo cha akili huwa kinatambulisha kufa hakika. The remains of a previously living organism Mabaki ya kitu ambacho kilikuwa kinaishi hapo awali normally begins to decompose shortly after death. maana huanza kuoza tu mara tu kinacho kufa. Immediately the breath of life goes. Wakati ambapo pumzi ya maisha inaondoka, Living organism starts decomposing. viumbe vyenye hai huanza kuoza, Death is an inevitable and universal process. na kifo ni kitu ambacho hatuwezi kukiondokea katika maisha, And eventually occurs in all living things. na maisha na kifo hutokea kwa kila kiumbe kinachoishi. And that is what we understand from Genesis, Na hapo ndipo tulipoelezwa katika when Mwanzo, God spoke and said that you shall surely die wakati Mungu alinena na akasema kwamba hakika utakufa if you break the law of life. utakapovunja sheria ya maisha. God gave Adam and Eve instructions of how to live in the garden. Mungu akampa Adamu na Eva sheria za kuishi pale He shambani. gave him freedom to eat from every other tree in the garden. Akampa uhuru wa kula kutoka katika miti mingine pale But shambani. he advised him not to take the fruit from the center or the middle of the garden. Lakini akamwagiza kwamba asile matunda ya mti uliokuwa kati ya But shamba. let alone the snake the devil who comes in the form of a snake Lakini baadaye shetani aliyekuja kama mfano wa nyoka came and contradicted the word of God. akaja na kuonyesha kinyume neno la And he Mungu, brought doubt to the words of God. na akaleta
kutokuwa na uhakika kwa neno la Mungu. That Eve doubted the words that God had spoken. Na hivyo basi Eva akawa na shaka na neno ambalo Mungu alinena. And she was driven to take the fruits. Na basi akaweza kula lile tunda. And later on she took the fruits to the husband. Na baadaye akachukua matunda kwa mume wake. One thing that we know is that God created all things. Jambo moja tunalojua ni kwamba Mungu aliumba viumbe vyote. Just like he created the stars and the moon and the sun. Kama alivyoumba nyota na mwezi na jua. And he created the physical things that we see here on earth. Na akaumba vitu ambavyo tunaviona hapa duniani. God also created death. Pia Mungu akaumba kifo. And initially death was not meant to be harmful. Na mwanzo kifo hakikustahiliwa kuwa cha mateso. It was supposed to be subject to God. Kifo kilikuwa kiweze kuwa chini ya Mungu. And like sometimes even the devil is a servant of God. Na kama vile ambavyo hata ibilisi wakati mwingine ni mtumishi wa Mungu. God can say the devil to go and do something. Mungu anaweza kumtuma shetani akafanya jambo. Because he created the devil. Maana alimuumba shetani. He was initially Lucifer, a great cherubim in the presence of God. Pale mwanzo alikuwa ni Lucifer aliyekuwa malaika mkuu pale mbele za Mungu. So death was created by God. Kwa hivyo kifo kikaanzishwa na Mungu mwenyewe. And was supposed to live as a dead death. Na kilistahili kuishi kama kifo. That is not life through man. Ambacho hakina uhai katika mwanadamu. And the only thing that would raise death to life. Na kitu ambacho kingetoa kifo ndani ya maisha ya mwanadamu. Is sin and rebellion. Ni dhambi na uasi. So when Adam and Eve rebelled against God. Kwa hivyo Adamu na Eva walipomwasi Mungu. It brought the death to life. Basi kifo kikapata uhai. And death started working now in man. Na kifo kikaanza kufanya kazi ndani ya mwanadamu. And this day as we talk about death. Na siku ya leo tunaponena kuhusu kifo. Let us all know that death came as a result of rebellion. Wacheni tujue kwamba kifo kilitokea kutokana na uasi. And I would like to bring this note to you this morning. Na ningetaka tujue haya asubuhi ya leo. That the very word of death. Kwamba neno hili kifo. Triggers images of darkness. Huwa kinaleta mifano ya giza. Men and women in black. Wake na waume waliovalia manguo jeusi. Grief and fear. Huzuni na uoga. But God doesn't want us to live by fear. Lakini Mungu hataki tuishi kwa woga. He wants us to live by faith. Yeye angetaka tuishi kwa imani. Having confidence in knowing that we belong to the victorious risen King. Tukiwa na ujasiri kwamba tunaishi na yule mfalme ambaye alishinda. Who has defeated death. Aliyeshinda kifo. When he died on the cross. Alipokufa pale msalabani. Rose again and now he's not in the grave. Akafufuka na sasa hayuko kaburini. More than that. Zaidi ya hayo. The reality of death can point to an incredible hope. Kweli wa kifo unaweza kutuelekeza katika tumaini kuu. That is in Christ Jesus. Ambalo liko katika Kristo Yesu. Every heartache and struggle. Kila moyo unaouma na shida. On earth can draw us closer to the Savior. Duniani zaweza kutuleta karibu na Mwokozi wetu. We need to go deeper into the truth of God. Tunastahili kuingia kwa undani katika ukweli wa Mungu. That helps us to understand. Na hili litatusaidia kuelewa. What God is doing around our lives. Ni nini Mungu anafanya maishani mwetu. And therefore it is important to understand that death. Na hivyo ni vizuri tuelewe kwamba kifo was brought to life. Kililetwa katika uhai. By rebellion. Na uasi. But we need to learn to say. Lakini twastahili kujifunza kusema. That to live is Christ. Kwamba kuishi ni Kristo. And to die is gain. Na kufa ni matokeo mema. Just like Paul said in the book of Philippians 1:21. Kama vile Paulo alisema katika Wafilipi 2:21. Philippians 1:21. Wafilipi 1:21. He said that to live is in Christ. Akasema kwamba kuishi ni katika Kristo. And to die is gain. Na kifo ni faida. This is somebody who was not worried about death. Huyu ni mtu ambaye hakujali sana kifo. And we do not have to worry about death when we have hope. Nasi hatustahili kujali sana kifo tunapokuwa na tumaini. Brethren, I want to bring you some few truths about death. Wapendwa, ningetaka kuleta mambo machache hakika kuhusu kifo. That appears in the scriptures. Ambapo ni nguzo katika maandiko. And the first truth is that death is not an end. Ukweli
ukweli wa kwanza ni kwamba kifo sio mwisho. In the book of Matthew 25, Kitabu cha Mathayo 25 verses 46, aya ya the 46, Lord is saying some people will rise Bwana anasema kwamba watu wengine watainuka to eternal punishment kupata thawabu ya milele and others to eternal life. na wengine katika uzima wa milele. These words are repeated by Daniel Maneno haya yanarejelewa na when Danieli he was talking about the final resurrection. aliponena kuhusu kuinuka kwa mara ya mwisho, That some will resurrect or will rise to eternal shame kwamba wengine watafufuka katika aibu ya milele and others to eternal glory. na wengine katika utukufu wa milele. After the death of in this life, Baada ya kifo katika maisha haya, we are waiting for eternal life. tunangojea utukufu wa You milele. don't finish at the grave. Sisi hatuishii kaburini. Point number 2, Jambo la pili, that we do not have to fear death. kwamba hatustahili kuogopa kifo. We only need to be right with God. Tunahitaji tu kuwa haki na Mungu. The metaphor of righteousness goes through the Bible. Mfano wa utakatifu unaenda katika Biblia yote. And once we are righteous before God, Na tunapokuwa wenye haki mbele za we do Mungu, not fear death, basi hatutaogopa kifo. because we are in the presence of God all the days of our life. Maana tutakuwa katika uwepo wa Mungu siku zetu And zote. through the Spirit of God, Na kupitia kwa Roho wa Mungu, we see that life that will be much better than the current life. na tutaona maisha ambayo yatakuwa ni bora kuliko maisha ya sasa. We yearn for that life that is to come. Na tunatamani hayo maisha And yatakayokuja. that removes every fear of death. Na hili linaondoa woga wote wa Point kifo. number 3, Jambo la tatu, we will not all go to the same place in eternity. wote hatutaenda mahali pamoja wakati wa mwisho. Some will go to heaven, Wengine wataenda mbinguni and others will go to hell. na wengine wataenda kuzimu. This is so well explained in the book of Revelation. Jambo hili limeelezwa sana vyema katika kitabu cha Ufunuo. And through the scripture, these two destinies are very clear. Na katika maandiko hatima hizi mbili ni wazi sana. Heaven is real, Mbingu ni hakika, even as hell is real. kama vile kuzimu ni hakika. Like we are talking about death as a real thing, Kama tunavyonena kuhusu kifo kama kitu ambacho ni kweli. and we know life is real, Na tunajua maisha pia ni kweli. heaven is real, Mbinguni ni and hakika hell is real. na jehanamu ni hakika. And where you spend your eternity Na mahali ambapo utaenda katika maisha yako ya will be milele determined by the life that you live today itategemea ni maisha gani ulioishi siku ya and the leo, choices that you are making every day. na uchaguzi ambao unaufanya kila siku. I appeal to you today. Ninawaomba siku ya leo, Make a choice for Christ Jesus. fanyeni uamuzi kwa Kristo Yesu, He who alone is the door to eternity. yeye ambaye pekee ni lango la kuingia katika He said, umilele. I'm the way, I'm truth, and I'm life. Alisema kwamba mimi ndiye njia, ndiye ukweli na ndiye maisha. We do not have to fear to go to hell, Hatustahili kuogopa kwenda jehanamu, because we can make a decision today for heaven, maana tunaweza kufanya uchaguzi leo kwenda and mbinguni, may God help us naye Mungu that we akatusaidie make decisions that are right today. kwamba tutafanya uamuzi ambao ni haki siku Another ya leo. truth about death is Ukweli mwingine kuhusu kifo ni that because Jesus overcame death, kwa sababu Yesu alishinda kifo, we shall as well overcome death. hata nasi tutashinda kifo. In the book of Romans 6:5 talks about that. Warumi 6:5 inanena kuhusu And hayo, our hope is built on that scripture, kwamba tumaini letu limejengwa katika andiko that hilo, Jesus kwamba resurrected. Yesu alifufuka, He overcame death. alishinda kifo. Amongst all the patriarchs, Jesus is not in the grave. Kati ya mababa wa kale, Yesu hayuko kwenye kaburi. His grave is empty. Kaburi lake halina kitu. He resurrected. Yeye alifufuka, And our hope is built on that. na tumaini letu limejengwa kwa hilo, That soon we will also be resurrected. kwamba karibuni hata nasi tutafufuka. Those who die in Christ, they sleep, Wale ambao wanakufa ndani ya Kristo wanalala, waiting for that great day of the Lord. wakingoja siku kuu ya Bwana. Another point about death, that is point number 5, Jambo lingine kuhusu kifo ni that spiritual death is eternal separation from God. kifo cha kiroho ni kule kutengana na Mungu kimilele. When God spoke about death in Genesis, Mungu aliponena kuhusu kifo pale He mwanzo, did not initially mean just physical death. yeye tu hakumaanisha kifo cha mwili. He meant eternal separation from Him. Alimaanisha kule kutengana naye kwa milele. Because we realize when Adam and Eve ate the fruit, Maana tunatambua kwamba Adamu na Eva walipokula
matunda, we don't hear the announcement of their death immediately. hatusikii kutangazwa kwa kifo chao mara hiyo. They could continued living in the garden, outside the garden, Waliendelea kuishi nje ya shamba, because they were thrown outside of the garden. maana waliondolewa katika shamba. And they later got children, Na baadaye wakawapata watoto, and they died many more years down the line. na wakafa baadaye miaka mingi. But spiritual death is a dangerous death, Lakini kifo cha kiroho ni kifo hatari, because it means being separated from the source. maana inamaanisha kutenganishwa na kile chanzo. God never intended man to live outside his presence. Mungu hakumtarajia mwanadamu akaishi nje ya uwepo He wake. created man from himself. Aliumba mwanadamu kutoka kwake yeye As mwenyewe. he spoke about all other creations, Kama alivyonena kuhusu viumbe vingine he vyote, spoke to himself and brought forth man, alijinenea na akamtoa mwanadamu, and desired man to live in his presence. na akatamani mwanadamu aishi katika uwepo wake. So when we are separated from Kwa God, hivyo tunapotenganishwa na Mungu, that is death. hicho ni kifo. Another point, number 6, Jambo lingine ni that death was never God's intention ni kwamba kifo hakikuwa in the kimetarajiwa beginning. pale mwanzo. He created man that he can live together with him, Mungu alimuumba mwanadamu akaishi pamoja that he naye, can share his wisdom with him, na akaweza kushirika hekima yake that naye, man may live in the glory of God, na yeye mwanadamu akaishi katika utukufu wa Mungu, tapping into his wisdom, akiweza kupata hekima ya Mungu, managing the earth with the wisdom of God. na akiweza kushughulikia dunia na hekima ya Mungu. That was God's intention. Hayo ndiyo yalikuwa matumainio ya But when Mungu. man rebelled, Lakini mwanadamu alipoasi, death came to life. kifo kikaweza kupata Point uhai. number 7, Jambo la 7, sin won't always reign. dhambi haitakuwa ikidumu A time milele. is coming Wakati when unakuja, Jesus is coming to reign on earth, wakati ambapo Yesu anakuja kutawala and dunia, this will be a reign of righteousness. na huu utakuwa ni utawala wa haki. We will be talking about this when we talk about millennium. Tunanena haya kuhusu mambo ya Point nyakati. number 8 Jambo la 8 is that even when we mourn, ni kwamba hata we tunapoomboleza, need to mourn with hope. tuomboleze tukiwa na That tumaini. is what Paul is writing to the Thessalonians. Paulo anawaandikia Wathesalonika, In 1 Thessalonians 4:14, Wathesalonika wa kwanza Paul is 4:14. writing and telling them, Paulo anaandika akiwaambia, do not mourn like the world mourns, tusiomboleze kama dunia because inavyoomboleza, we are different. maana sisi ni We tofauti. have this great hope ahead of us. Tuna tumaini kuu mbele yetu. And finally, Na mwisho I'm telling you listeners, nawaambia that wasikilizaji, heaven will be better than anything else that we have ever imagined. mbinguni kutakuwa bora kuliko mahali kwingine ambapo tumetarajia. This is a place that we need to desire Hapa ni mahali tunapostahili and kutamani aspire na kutamani that we will live in heaven. kwamba tutaishi In mbinguni. conclusion, I'm Tunapomalizia, taking you to Paul's writing to the Corinthians. na wapeleka katika maandiko ya Paulo katika In Wakorintho, 1 Corinthians 15, Wakorintho wa kwanza 15, 55 through to 57, 55 hadi 57. Paul is writing to death. Paulo anaandikia He kifo, is speaking to death. ananenea kifo, And he's asking death, na anauliza kifo, where, oh death, is your victory? basi ushindi wako kifo uko wapi? Where, oh death, is your sting? Mshale wako kifo uko wapi? For the sting of death is sin, Maana mshale wa kifo ni and dhambi, the power of sin is the law. na nguvu ya dhambi ni sheria. But thanks be to God, Lakini namshukuru Mungu, He has given us victory through Jesus Christ our Lord. ametupatia ushindi kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. All them that believes in Christ Jesus, Wote wanaomwamini Yesu Kristo, who have hope of eternal life, walio na tumaini la uzima wa milele, have this victory. wanao ushindi huu. Death has no power over them. Kifo hakina nguvu juu yao. It will be a promotion. Kitakuwa ni kupandishwa It cheo, will be winning the battle. itakuwa ni kushinda vita. If we overcome to the end, Tutakaposhinda mpaka that mwisho, we will sleep people who have hope. kwamba tutalala kama watu walio na And tumaini. this is my prayer for all the listeners, Na hili ndilo ombi langu kwa wote that wanaosikiliza, we can understand kwamba twaweza kuelewa life is more than what we see. maisha ni zaidi ya tunachokiona. Death should not be the source of fear. Kifo hakistahili kuwa ni chanzo cha uoga. Jesus Christ demonstrated this by rising from the dead. Yesu akathibitisha haya alipofufuka kutokana kwa kifo. And we are continuing with the series Na tutaendelea
kuendelea na mafunzo So haya. connect with us next Sunday, Kwa hivyo ungana nasi Jumapili because ijayo, we've only been preparing the grounds for you. maana tumetayarisha tu msingi kwenu. We will be talking about other events that we expect to happen. Tutanena kuhusu mambo mengine ambayo tunatarajia But as yafanyike. we expect those to happen, Na tunapotarajia hayo it kufanyika, is important to have some foundational truths. ni vizuri kuwa na msingi au kweli ulio na msingi. God bless you, Maitre, Bwana awabariki for sana connecting with us kwa kuungana pamoja at the nasi Riverside Television katika televisheni ya Riverside every Sunday kila Jumapili from 1 o'clock through to 1:30. kuanzia saa 7 hadi saa 7:30. We welcome you. Tunakualika, We love you. tunawapenda And we desire to connect with you. na tunatamani kuungana nanyi In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Amen. I hear the Savior say, Our Lord Jesus said that this gospel of the kingdom shall be preached to all nations, and then the end shall come. I am Reverend Crispus Duku Kinene from Deliverance Church International, Kisito House of Love. Welcome to this broadcast every Sunday from 1 p.m. to 1:30 p.m. right here at Riverside Television. sin had left a crimson stain. He washed it white as snow.